Mungu anakupa nchi uende ukaishi nchi fulani. Mungu anakupa nchi, nenda kaishi nchi fulani, na anakupa kwa makusudi kamili kabisa kwamba uende ukaishi katika mji huo. Mungu anakuangalia mji wa kukaa, na Mungu anakutafutia na anakupatia mji, kama vile ambavyo Mungu ametupatia Dar es Salaam. Sema amen. Mungu ametupa mji, na mji huu unaitwa Dar es Salaam. Umetoka huko Kelewe, huko kwenye kuvua huko, Mungu akakuleta katika mji wa Dar es Salaam. Na wengine amewatoa Mbeya, amewaleta Dar es Salaam, na wengine amewatoa Arusha, ameleta hapa Dar es Salaam. Mungu aliwatafutia tangu zamani watoto wake mahali pa kuweka hema. Aliwatafutia watoto wake nyakati za Biblia mahali pa kuweka hema, na huyo Mungu anakutafutia mahali katika mji, anakupa na maagizo katika mji. Mungu anakutafutia mji na anakupa maagizo kwa ajili ya huo mji. Anakupa maagizo kwa ajili ya mji huo ambao unakwenda kukaa, na hakuachi tu bila maagizo. Mungu anakupa Dar es Salaam, lakini maagizo yangu katika mji wa Dar es Salaam ni 1, 2, 3. Nenda kafanye 1, 2, 3 ili uweze kuzifikia ndoto zako. Sema amen. Na Mungu anapokupa mji na kukupa maelekezo, maana yake baraka zako ziko katika mji huu, mafanikio yako katika mji huu. Lakini ili uweze kufikia baraka, kuna kazi ya kufanya katika mji huu. Sema amen kwa nguvu. Hebu soma katika Yeremia 4 na ule mstari wa 3. Soma katika Yeremia 4 na ule mstari wa 3. Yeremia 4 na ule mstari wa 3. Yeremia 4 na ule mstari wa 3. Nipata somo. Maana Bwana awaambia hivi. Maana Bwana awaambia hivi. Watu wa Yuda na Yerusalemu. Watu wa Yuda na Yerusalemu. Hao ni watu waliookoka. Sema amen. Anawaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu. Anawaambiaje? Ulimeni udongo. Anawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu. Katika konde zenu. Wala msipande mbegu kati ya miba. Wala msipande mbegu kati ya miba. Anaongea na watu wa Yuda na Yerusalemu kwamba walime, wachimbue udongo, wasije wakapanda mbegu kati ya miba. Sema amen kwa nguvu. Wasije wakapanda mbegu kati ya miba. Mshike jirani yako mkono, mwambie usije ukapanda mbegu kati ya miba. Mwambie na wapili tena, usije ukapanda mbegu kati ya miba. Na watatu tena, mwambie usije ukapanda mbegu kati ya miba. Amen. Sasa wanaambiwa wautifue udongo, waondoe miba, wauandae, wasije wakapanda mbegu kati ya miba. Sema amen kwa nguvu. Shamba ni hilo Mungu amewapatia, lakini shamba hilo
na linahitaji kutifuliwa. Shamba hilo linahitaji kuandaliwa. Shamba hilo linahitaji kuondolewa miba, ili wasije wakapanda mbegu kati ya miba. Sema amen kwa nguvu. Mungu anapokupa nchi kama huu wa Dar es Salaam, hataki upande mbegu kati ya miba. Anataka uandae mji ambao Mungu amekupatia una miba, lakini usipande mbegu kati ya miba. Mungu amekupatia Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam aliyokupatia ni shamba, na hilo shamba linahitaji kuandaliwa, na sio kazi ya Mungu kuandaa. Mungu amekupa. Hebu soma katika Joshua 6 na ule mstari wa pili. Joshua 6 na ule mstari wa pili. Mungu amekupa nchi aliyokupatia ni Dar es Salaam, lakini anataka utibue, anataka ulime, anataka uondoe miba, ili usije ukapanda mbegu kati ya miba. Ukipanda mbegu kati ya miba, hautakuwa na matokeo katika mji huo, hautafikia hatima zako. Kwa sababu gani? Miba itaharibu mbegu zako. Sema amen. Sijakusikia, nataka useme amen kwa nguvu. Anasemaje? Joshua 6 mstari wa pili. Ndio Biblia inasema Bwana akamwambia Joshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mikono yako, na mfalme wake na mashujaa. Sema amen. Anasema nimeutia mji wa Yeriko katika mikono yako, na mfalme wake na mashujaa wake. Pamoja na kwamba Mungu aliweka nchi katika mikono ya Joshua, kulikuwa na kazi aliyokuwa anatakiwa aifanye juu ya mji ule. Kazi yenyewe ilitakiwa azunguke, akazunguka ule mji. Baada ya kuzunguka, kuta zikaanguka. Sema amen. Bwana amekupa mji wa Dar es Salaam, lakini una kazi ya kufanya. Hebu mwambie jirani yako, Baba amekupa mji wa Dar es Salaam, lakini kuna kazi ya kufanya. Nimesema mwambie jirani yako, acha kuniangalia namna hiyo. Mshike mkono jirani yako, mshike mkono. Simama. Haya, mwambie wa kwanza, mwambie Mungu amekupa mji wa Dar es Salaam, ameweka kwenye mikono yako, lakini utifue, ulime, ondoa miba, ili upande mbegu mahali palipo salama, ili upande biashara mahali palipo salama, ili ufuge mahali palipo salama, ili ulime mahali palipo salama, ili ufanye huduma mahali palipo salama. Mwambie umepewa mji, lakini una kazi ya kufanya. Nenda kwa wapili, mwambie umepewa mji, lakini una kazi ya kufanya. Nenda kwa watatu, mwambie Baba ameweka jiji hili kwenye mikono yako, lakini una kazi ya kufanya. Kazi yenyewe, tifua udongo, ondoa miba, usije ukapanda mbegu kati ya miba. Sema amen. Usije ukapanda mbegu kati ya miba. Muulize jirani yako, je, umepanda mbegu kati ya miba? Anasemaje? Tutagundua, tutajua mbele. Mungu anakutafutia sehemu ya kuishi, lakini anakwambia kuna miiba. Anakutafutia na anakupa mchi, na huo mchi umejaa baraka zako, na huo mchi umejaa neema zako, lakini kuna miiba. Na ili uweze kuzikuta baraka,
lazima uandae huo mji, lazima uondoe miba katika mji huo. Sema amen kwa nguvu, sema amen kwa nguvu. Na kuombea Baba akupe neema ukaondoe miba katika shamba la Dar es Salaam, ili biashara yako ikaweze kukua. Baba akakupe neema ukaondoe miba, ili kazi yako ikaweze kukua, ukaweze kufikia baraka ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako. Sema amen. Sijakusikia, sema amen. Amen. Shike mkono jirani yako, mwambie kuna vitu katika mji huu, kuna vitu katika mji huu, ukianzisha tu biashara bila kuondoa miba utafeli. Mwambie utafeli. Ukianzisha kazi bila kuandaa shamba la mji ambalo Baba amekupatia, mwambie utafeli. Utafeli. Anza kufanya maandalizi ya kuondoa miba na kutibua udongo na upande mbegu mahali palipo salama. Sema amen. Sema amen kwa nguvu. Hebu soma Hosea 10 na ule mstari wa pili. Hosea 10 na ule mstari wa pili. Nasema aje? Hosea 10 na ule mstari wa pili. Ndio. Mstari wa 12. Ndio. Biblia inasema, ndio, jipandieni katika haki. Jipandieni katika haki. Vuneni kwa fadhili. Vuneni kwa fadhili. Uchimbueni udongo wa mashamba yenu. Uchimbueni udongo wa mashamba yenu. Kwa maana wakati umewadia. Kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana. Anasema uchimbueni udongo wa mashamba yenu. Msipande bila kuchimbua, msipande bila kuondoa miiba. Lakini watu wa Mungu wengi tunafika katika mji na tunaanza kazi, tunafika katika mji na tunaanza huduma, tunafika katika mji na tunaanza biashara bila kwanza kuchimbua udongo na kuondoa miba, ili tupande mbegu mahali ambapo penye rutuba, ili mbegu zetu zikaweze kuzaa. Sema amen. Nataka useme amen kwa nguvu. Wangapi wananielewa jamani? Amen. Amen. Wangapi wananielewa jamani? Amen. Sasa hebu nizungumze vitu 6 ama 5 katika kila mji. Mji wowote ambao Mungu anakupeleka, kuna vitu 6 ambavyo utakabiliana navyo, na lazima ukabiliane navyo na uvishinde ili uweze kupenya. Kama hautakabiliana na vitu hivyo, mji utakushinda. Utarudi kwenda kulima miogo kule kijijini mwenu. Utarudi huko kijijini kwa aibu. Lazima ukabiliane na mambo haya 6. Sema amen. Nataka useme amen kwa nguvu. Jambo la kwanza, kila mji utakaoenda, huo mji una nguvu zinazowakalia watu wasinue vichwa vyao. Kila mji utakaokwenda, katika mji huo kuna nguvu inayowakalia watu. Ukienda Marekani, nguvu hiyo ipo. Ukienda China, nguvu hiyo ipo. Ukienda Mbeya, nguvu hiyo ipo. Ukienda Mwanza, nguvu hiyo ipo. Mji wowote kuna nguvu inayowakalia watu kwenye shingo zao na kuwainamisha na kuwafanya watembee vichwa chini. Kila mji hiyo nguvu ipo, na hii nguvu sio kwa kila mtu katika mji. Hii nguvu sio kwa kila mtu katika mji, bali ni kwa ajili ya watu wa Yuda na kwa